Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema aina hii ya watu, kaa nao kwa hekima. Kaa nao kwa hekima. Ni somo zuri sana. Ni mimi Mwalimu nakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Aina ya kwanza ya watu ambao wanatakiwa kuishi nao kwa hekima ni hii: watu ambao wanafurahia mafanikio yako kwa moyo wao wote. Watu wanaofurahia kufanikiwa kwako kwa moyo wako, kwa moyo wao wote. Watu wa namna hii ni watu muhimu sana kwenye maisha yako. Lakini uweze kufanikiwa lazima uishi nao kwa hekima. Watu wa aina hii, mafanikio yako ni kitu kinachowapa furaha sana moyoni. Watu wa aina hii unapofanikiwa wanapata faraja sana, na wako tayari kutoa muda wao, kutoa mali zao, kusimamia au kusimama na wewe mpaka wamehakikisha umevuka mahali ambapo ulikuwa unataka kuvuka. Na wanafanya vitu hivi vyote bila kujali watapata nini wewe unapofanikiwa. Watu wa aina hii wako wachache sana, na ni Mungu anayekuinulia katika maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana na uishi nao kwa hekima, ili kile ambacho wamekibeba uweze kukipata katika ukamilifu. Usichezee hiyo fursa ambayo Mungu amekupa. Iheshimu sana na kumshukuru Mungu kila wakati, na ukuombea watu wa namna hii, maana vita yao ni kubwa. Usisahau, au watu mara zote wako kwa muda, na wako kwa ajili ya muda, wako kwa ajili ya Mungu, ili kuhakikisha wewe unafanikiwa. Ukisoma kile kitabu cha Isaya 43 mstari wa 4, Isaya 43 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema hivi: maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, na kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo ukishaona aina hii ya watu, ujue ni Mungu amekuletea kwenye maisha yako. Mshukuru Mungu sana na waombee sana hao watu. Wakati unapomshukuru Mungu na kuwaombea sana, ndivyo na mambo yako yanavyokuendea vizuri na utafanikiwa sana. Hiyo ni aina ya kwanza ya watu. Aina ya pili ya watu ambao unatakiwa uishi nao kwa hekima sana ni hii: watu ambao wanakuchukia au wanachukia mafanikio yako kwa moyo wao wote. Hao watu wako tayari kukusaidia, kukushauri, kukuelekeza, lakini nia yao usifanikiwe. Na ushauri wao, misaada yao haitakutoa mahali ulipo, itakuwa inatengeneza faraja kwenye moyo wako. Watu wa aina hii wako tayari kukufuatilia kwa namna ambayo watahakikisha aufanikiwe. Kwa hiyo usipowajua, ni rahisi sana kukuvuruga kwenye maisha yako. Watu wa namna hii
Watu wa namna hii unapomweleza au kumwambia tatizo lako, yeye ndani yake anafurahi sana, yuko tayari kulia pamoja na wewe, yuko tayari kukutia moyo, lakini ndani yake hapendi ufanikiwe. Na hata ukifanikiwa, basi kwa kiwango kidogo sana ambacho hakiwezi kubadili maisha yako. Na ikitokea ukamwambia umefanikiwa, pengine ulikuwa hauna gari, ukamwambia sasa nimepata gari. Pengine ulikuwa unaishi katika nyumba za kupanga, ukamwambia sasa Mungu amenisaidia, nimejenga, nimehama mahali pale nilipokuwa naishi, niko nyumbani kwangu. Au ukamwambia sasa nimepata mchumba, natarajia kuolewa hivi karibuni au kuoa hivi karibuni. Hapo ndipo utapoiona sura yake halisi, maana moyo wake utaumia sana, atachukia sana ndani. Anaweza akajikaza, lakini ukiwa makini utagundua kwamba hafurahii, anaumia mno, na haitaishia hapo. Huo utakuwa ni mwanzo wa vita juu yako. Aina hii ya watu, Mungu akusaidie, ishi nao kwa hekima. Ukisha watambua, ishi nao kwa hekima, usiwakimbie, usiwaonyeshe kuwa umewatambua, usiwaonyeshe. Unachotakiwa kufanya, jifunze kulinda kinywa chako, jifunze kuchagua maneno ya kusema nao. Mnyime taarifa za mipango ulionayo, mpe taarifa nyepesi sana ambazo zinaonyesha kwamba wewe hautatoka katika changamoto unazopita au mahali ulipo sasa. Umuonyeshe kwamba uwezekano wa kutoka ni mdogo, na hii itakusaidia sana, kwa sababu atakuja kugundua baadaye, na anapogundua wewe umeshavuka, uko juu yake. Kwa hiyo anakuwa hana madhara kabisa juu ya maisha yako, kwa sababu umemtambua. Na kama haujamtambua au haujawatambua, muombe Mungu sana akupe kuwatambua. Au watu wako wengi sana, au watu wako katika familia tulizotoka, wako katika jamii tunayoishi, wako mahali pa kazi, kama umeajiriwa wapo, kama umejiajiri wapo, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ili uweze kushinda katika vita ya maisha yako, ni vizuri makundi haya yote mawili uyaelewe vizuri, ili uweze kustawi katika maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.